kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze kwa habari za michezo kitaifa. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kimeishukuru serikali katika kufanikisha maboresho ya uwanja wa Mkwakwani, ikiwa ni pamoja na ufungwaji wa viti 6500 kwa ajili ya mashabiki wanaofika kufurahia burudani ya mpira wa miguu mkoani humo. Tupate taarifa zaidi. Mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla anatoa shukrani hizo wakati alipofika kukagua hatua za maboresho zinazoendelea mara baada ya uwanja huo kukidhi vigezo na kufunguliwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambapo mechi zimeendelea kuchezwa katika dimba hilo huku zoezi la ufungaji viti vya kukalia mashabiki likiendelea. Tunafanya jitihada hizi za kufunga viti ili mashabiki wapate kukaa kwa uzuri katika uwanja huu. Tumepanga mechi yoyote ya Coastal Union, uwanja huu lazima ujae. Lazima tuthamini vya kwetu, ndugu zangu. Lakini tuko hapa katika ukaguzi, na kama ulivyoona ukaguzi katika 60% ama 70%, kwa sababu tumeweza kufunga viti takriban 1800 mpaka sasa. Aidha, akatumia nafasi hiyo kueleza dhamira ya kuwekwa nyasi bandia, huku akiomba ushirikiano kwa wadau wa maendeleo katika kufanikisha swala hilo, ili tuipate ile pichi inayokusudiwa hasa, ili tupate burudani hasa ya mpira. Ukija kuchezwa lazima hapa tuwe na nyasi bandia, na tuwaombe wadau wa mchezo wa mpira wa miguu, naomba tutakapokuja kwa ajili ya jambo hili la nyasi bandia, basi mtushike mkono, tunakwenda kulifanya eneo la kisasa zaidi. Kwa sasa viti 6500 vinafungwa huku vingine 2500 vikiwa vimeombwa kuongezwa uwanjani hapo. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kutoka huko mkoani Tanga. Wadau wa michezo wametakiwa kushirikiana kwa karibu kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana wanaofanya vizuri katika ligi na mashindano mbalimbali ili kuwajengea mazingira bora ya kutimiza ndoto zao na hatimaye kuzalisha wachezaji wazawa watakaoimarisha ligi ya ndani. Leonard Mwacha anatuarifu ndani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa na walimu wa michezo Juma Ikaba na Juma Mwambusi wakati wakizungumza kuelekea ufunguzi wa michuano ya Swaiba Mjenzi Cup unaotarajia kutimua vumbi Ijumaa tarehe 10 katika viwanja vya Shell Complex jijini Dodoma. Taasisi moja ikifanya juhudi moja, ingine isaidie kuendeleza, kwa sababu wachezaji watapatikana alafu baadaye tuone wanakwenda wapi. Hilo ndio nao linatupata matatizo kwenye soka letu, kwamba vilabu havioni tena jicho hili. Kwa hiyo vilabu vingine vinaangalia watu wanaoandaa wachezaji katika mfumo mzuri sahihi, viangalie vitupie jicho, baada ya kukimbia kusajili nje ya mipaka, waangalie kwanza ndani wa quality ya wachezaji wa ndani ambao wapate nafasi na wenyewe waweze kuonesha na kudhihirisha sasa vipaji vyao ambavyo vimeandaliwa vizuri, kwa sababu ndio wenye mtija kwa taifa na kimkoa kiujumla, kwa sababu pale lazima hatuwezi kukosa watu 8-10 ambao watakuwa na msaada mkubwa kwenye taifa hili. Wakikuwa katika misingi ya nidhamu, hatimaye watakuwa na msaada kwenye taifa, kwenye familia zao na wenyewe binafsi. Mechi za ufunguzi katika michuano hiyo zinatarajiwa kuanza kwa mtanange wa wanawake utakaokutanisha Ludewa na IBG Queens. Ludewa wanasema kibarua kimeshaisha mapema. Tumejiandaa vizuri na morali iko sawa mpaka saa hii hapa. Kiufundi tunaona tushachukua point 3 kwa sababu anatujua vizuri. Ludewa Queens hatuna shughuli ndogo. Mechi ni mechi, kwa hiyo sisi kama Ludewa Queens tunaamini mechi itakuwa ngumu, kwa sababu tunaamini kwamba IBG Queens wamejiandaa vyema kuja kutukabili, na sisi pia tumejiandaa vyema kuja kuwakabili. Kwa upande wa IBG Queens wamejigamba kuwa na uzoefu wa kutosha kuheshimisha mashindano hayo. Ndio kitu tunachokuja kukionyesha kwamba ule ubingwa mkoa tuliupataje sasa. Ndio maana Ludewa kwenye hizo mechi 3 wakati tunazungumza kwamba alikuwa anatufunga, tulikuwa tunajaribu kumuita at least. Mashabiki watarajia ushindi kwa sababu sisi tulivyojipanga kwa mazoezi tuliyofanya, tunaamini tumejipanga vizuri na kesho tunaweza tukapata ushindi.
Na huko kisiwani Pemba, bondia wa kimataifa kutoka Ujerumani Max Koga ameweka bayana dhamira yake ya kuinua kiwango cha masumbwi kisiwani Pemba baada ya kuanza ziara yake kwa kutembelea vituo vya mazoezi na kuahidi kushirikiana na wachezaji wa eneo hilo kuwatafutia fursa za mafunzo na mashindano barani Ulaya. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Ziara hiyo ya Max Koga imelenga kubadilishana mbinu na ujuzi wa mchezo huu, huku Koga akitoa msaada vifaa mbalimbali vya mchezo huu kama sehemu ya kuimarisha ushirikiano na kukuza vipaji vya ndani. I told that Zanzibar will be a nation of martial arts, and these are only the first steps. So we're here during the midday, and I have to say it's a beautiful midday. I have a beautiful crowd. This is a beautiful team, and for sure I bring some. The next time I'm visiting Pemba, I bring more equipment that these teams can reach the next level. I bring some input, some knowledge, some equipment, and of course we transform Zanzibar and especially also Pemba to a nation of martial arts, and I'm very proud of it that I am the first one ever do this here on Pemba. Kaimu afisa mdhamini Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Omar Kombo Haji alipongeza ujio wa bondia huyo, akisema ni hatua muhimu itakayofungua fursa na kuleta chachu mpya kwa maendeleo ya mchezo wa masumbwi kwa vijana. Furahishwa sana na ujio wa Max Koga kwa kunufaika kwa kuona vijana ili kuwafundisha mambo mengi ambayo wataendeleza hapo baadaye. Na Max Koga ameahidi kuwaletea vifaa aina mbalimbali vya mazoezi, na baadaye atarudi tena ili kuja kuwapa mazoezi zaidi. Kwa upande wake, bondia Hatibu Abrahman Hatibu ameonyesha kufurahishwa na ziara ya bondia huyo wa kimataifa kisiwani Pemba, akieleza kuwa ujio huo umewapa hamasa mpya ya kuongeza juhudi katika kuendeleza mchezo wa masumbwi. Napendelea mara nyingi waendelee kuja wageni, waendelee kutucoach kama leo walivyotucoach, kwa sababu nimepata vitu tofauti na ambavyo nilivyokuwa niko navyo. Kwa hiyo nawashukuru sana na nimefurahiwa sana na kuja kwa wageni leo. Kwa hiyo nilijipanga kwamba manake ilikuwa naenda nikanunue vifaa, lakini uwezo ulikuwa ni mdogo, lakini leo kuja manake hii zawadi ambayo tumeipata nimefurahia sana kiukweli. Nitoe shukrani kwao. Max Koga, karibu tena Kozani. Ujio wa bondia huyo kisiwani Pemba unatajwa kuwa chachu ya kuinua kiwango cha mchezo masumbwi, kuwajenga uwezo vijana na kuwawezesha kufikia mafanikio makubwa katika medani ya michezo wa masumbwi. Ni Masanja Mabula. Endelea kusalia visiwa vya Karafuu, mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa ameuagiza uongozi wa mkoa wa Kusini Unguja kuandaa akademi ya michezo ambayo itazalisha vipaji vya michezo mbalimbali na kuutangaza mkoa huo kitaifa na kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Mkimbiza mwenge huyo wa uhuru amelitoa agizo hilo baada ya kuzindua viwanja vya michezo vilivyopo Unguja Kuu, wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja wakati wa mbio za mwenge. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunawashukuru watendaji mnaosimamia viwanja hivi vya michezo toka vilivyoanza kujengwa mpaka vimefikia hatua ya mwisho. Kwa hiyo niombe tutengeneze akademi kwanza kufundisha vijana wetu, na mwisho wa siku tukapata timu ambayo itawakilisha wilaya ya Kati ikaenda kukompiti mpaka na timu kubwa za Yanga na Simba. Afisa tathmini na ufuatiliaji Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Tahir Mohamed anasema viwanja hivyo vinalingana na hadhi ya kimataifa. Standard ambacho kina 105 na 68 ambayo hiyo ni standard za kimataifa kabisa. Lakini kimsingi ni kwamba tuna viwanja vingine kama mnachokiona kile pale ni kiwanja cha 4-in-1 ambacho kinahusisha kiwanja kimoja lakini kinahusisha michezo minne. Nao baadhi ya wanamichezo na wananchi wanasema viwanja hivyo vitasaidia kuibua vipaji vya vijana. Kama vijana wake, vijana ambao tunatakiwa haya anayoyafanya tuweze kuyatunza, lakini haya anayoyafanya tuweze kuyatangaza. Ametushukuru sana Mheshimiwa Rais kutuona na sisi Unguja Kuu, kutujengea kama uwanja hapa mzuri sana, tunafurahia wenyewe tu sasa hivi hapa. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Kwingineko, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi ACP John Imori amewataka askari polisi mkoani humo kushiriki kikamilifu katika michezo kwa kuwa michezo ni afya, michezo ni umoja na kwamba inaleta nidhamu. Aidan Muhanda kutoka mkoani Lindi anatueleza. Kamanda Imori anasema hayo
Katika maadhimisho ya sherehe ya polisi mkoa wa Lindi Family Day mwaka 2026, ambapo pamoja na mambo mengine anasisitiza umuhimu wa askari polisi kushiriki katika michezo. Askari wetu wamecheza mpira ya miguu, netiboli, kimbiza kuku, kimbia na mayai na michezo mingi sana. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha, lakini natoa wito na askari wetu wazidi kujikita kwenye michezo, sababu michezo ni afya, michezo inaleta umoja, michezo inajenga nidhamu na ukakamavu. Na hayo mambo ni ya msingi sana kwa askari wa jeshi la polisi. Lazima awe na nidhamu, lazima awe mkakamavu, awe na afya njema, awe na ushirikiano na wenzake katika kutimiza majukumu yake ya kila siku. Wana michezo, hongereni sana. Nimeona hapa watu wamekimbia na mayai, tumefurahi. Tumeona mpira, burudani nzuri sana imechezwa pale. Magoli yaliyofungwa ni mazuri, tumefurahi. Kwa kweli mmetuburudisha vya kutosha. Hongereni sana. Katika sherehe hizo, michezo mbalimbali ilifanyika ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa wavu, kukimbiza kuku na michezo mingine, ambapo washindi walipewa zawadi za vikombe na mbuzi. Nikiripoti michezo na burudani kutoka mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka huko mkoani Lindi ndio ambayo inaweka utuo kwenye habari za kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Michezo medani za kimataifa. Beki wa kushoto wa klabu ya Liverpool Andy Robertson ametangaza kuwa ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Taarifa hiyo imethibitishwa rasmi na klabu ikieleza kuwa nyota huyo wa Scotland ataondoka baada ya mkataba wake kumalizika, akihitimisha safari ya takriban miaka 9 katika dimba la Anfield. Robertson amecheza Liverpool tangu mwaka 2017 aliponunuliwa kutoka Hull City, na katika kipindi hicho amefanikiwa kucheza zaidi ya mechi 370 na kushinda mataji makubwa ikiwemo ligi kuu ya Uingereza mara 2 na ligi ya mabingwa barani Ulaya mara 1. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jijini Liverpool, uamuzi huo unahusishwa na kumaliza kwa mkataba wake pamoja na kupungua kwa nafasi yake ya kucheza kikosini kwa msimu huu chini ya kocha Arne Slot. Akizungumza baada ya kuthibitisha kuondoka kwake, Robertson alieleza kuwa kuiacha Liverpool si jambo rahisi, lakini anaamini ni muda sahihi wa kuanza changamoto mpya katika maisha yake ya soka. Kuondoka kwake kunatajwa kuwa mwisho wa enzi muhimu ndani ya Liverpool, hasa baada ya taarifa za baadhi ya wachezaji wakongwe kama Mohamed Salah kuondoka katika kipindi hiki. Eden Bahati, kimataifa. Asante Eden Bahati, golikipa wa kisasa huyo, kwa kutuangazia hayo kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na sasa tuangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo baadhi ya waimbaji wa nyimbo za Injili mkoani Tanga wameandaa tamasha kubwa la kusifu na kuabudu kwa lugha ya Kizigua kwa lengo la kumtukuza Mungu na kuendelea kudumisha tamaduni za kabila hilo. Ernest Mbezi anatufafanulia taarifa hiyo. Wakielezea tamasha hilo lililopewa jina la Hitukila kwa Zumbe, ambalo litafanyika siku ya kesho wilayani Muheza mkoani hapa, na kukutanisha waimbaji, wadau pamoja na wapenzi wa nyimbo za Kizigua kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Waandaaji wa tamasha hilo wamesema kuwaletea habari njema ya nyimbo za Injili ili kugusa jamii ya Wazigua na jamii mbalimbali ya watu wa Tanga, ili wapate kuelewa na kuguswa na kuleta mabadiliko ya matendo yaliyo mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa kweli kwa kupitia albamu hiyo. Tumemwona Mungu hata kabla ya kutengeneza hizi video, Mungu ameonekana. Tunaomba mkaribie sana, mwalike ndugu jamaa na rafiki yako. Lugha ambazo tulikuwa nazitumia ni lugha za kabila mbalimbali. Kwa hiyo hata sasa hivi sisi tunarudi katika tamaduni zile ili tuzienzi lugha zetu za kitamaduni na hasa za Kizigua. Kwa kuwa sisi wote ni ndugu katika Kristo, basi tumeona ipo haja ya kwenda kwa support ndugu zetu. Wewe unalisikia tangazo hili, tunakuomba usipange kukosa. Ni tamasha ambalo litakuwa zuri. Hitukila kwa Zumbe. Mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10.
Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo, na hii bwana inadhihirisha kwamba Mungu anaweza kutukuzwa na kuabudiwa kwa kutumia lugha yoyote ile. Wewe ukiwa tu unaelewa na yeye basi atasikia. Na ndivyo ambavyo tutamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi naitwa Esther Mtebe.